بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ ربيع حفظه الله: ينادون بالحاكمية ثم لا يحكمون الله ولا يحكمون رسول الله. wanalingania hukumu kwa Allah kisha hawafanyi hukumu hiyo, hawamweki Allah kuwa ndio hakimu wao, wala hawamfanyi mtume wa Allah kuwa ndio hakimu wao. Wanasema tu kwa ndimi zao, lakini hawana utekelezaji wa hukumu za Allah. Qala ahlul bid'ah يقولون بالحلول ووحدة الوجود ويكفرون الأمة ويقولون بخلق القرآن لا يحكمون حكم الله. watu wa bid'a wanasema hulul ni moja katika itikadi za kisufi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaingia katika baadhi ya viumbe vyake. Allah anaingia katika baadhi ya viumbe vyake, na yeye pamoja na viumbe vyake ni kitu kimoja, kama wanavyotakidi Wakristo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko kwa Isa ibn Maryam, yuko ndani ya Isa ibn Maryam. Wa aqidatul hulul ni moja katika aqida za wale ghulatu sufia, kwamba Allah anaingia katika baadhi ya viumbe vyake, inakuwa baadhi ya viumbe vyake vina uungu. Kadhalika wahdatul wujud pia ni katika itikadi hizo za ghulati sufia. Wasema kitu chochote ni Allah, kitu chochote unachokiona unachokisikia ndiyo Allah. Hii ni wahdatul wujud, ni itikadi za kiukafiri. Hizi ni itikadi za kiukafiri na kujitoa mtu katika Uislamu. ويكفرون الأمة ونكفرش أمة ويقولون بخلق القرآن وتوبد ونسمى قرآن مeumbwa. لا يحكمون حكم الله hawaweki حكم يا الله ولا يرضون الرجوع إلى حاكمية الله في مثل هذه القضايا ولا hawaridhi kurejea kwenye hukumu ya Allah katika mfano wa masala haya yote. Hawarejei kwenye hukumu ya Allah na aya za Allah amesemaje kuhusu masala haya, hawarejei huko. Fahum min ab'adi nnasi, wao wako mbali kuliko watu wengine. La hukma lillah, wanasema hivyo, hakuna hukumu isipokuwa ni ya Allah, hakuna hukumu isiyokuwa ni ya Allah. وهم من أشد الناس تمردا على حاكمية الله وعن الاحتكام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. wanasema tu kwa ndimi zao hakuna hukumu isiyokuwa Allah, wakati wao ndio wenye kibri sana cha kufuata hukumu za Allah na kumfanya mtume ndio hakimu. Wanasema tu kwa ndimi, lakini hawana utekelezaji huo. هذه الأحاديث هذا لعب عندهم، هذا تأييد للكفار والملاحدة. hadithi hizi zote zinazotajwa kwao ni mchezo. Hizi hadithi zote tulizozisoma jana, kwamba watu wanatakiwa wasikilize na kuwatii viongozi, hadithi hizi zote kwao si lolote, si chochote. عندهم هذا تأييد للكفار والملاحدة. kwao jambo hili ni kuwatilia nguvu makafiri na malahida wasioitakidi kwamba kuna Allah. Kwao hadha ta'yidu lilkufar, ni kuwapa nguvu makafiri na kuwasapoti makafiri. Walmalahida, na wale makafiri wasioamini Allah, wasio na dini. Lakini aya na hadithi zote zinathibitisha jambo hili la wajibu wa kuwatii na kuwasikiliza viongozi, muda wa kwamba hawaamrishi maasi.
Hasa aya hizi zote na hadithi hizi zote kwao ni la shay, si lolote, si chochote, kama ni mchezo. ثم عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها, hakika itakuwepo baada yangu athara na mambo ambayo mtayakanusha. Qala athara yastathiru bil amwali wal manasibi waliman yuayidunahu wa min ansarihi wa hashiyatihi wa aqribaihi wa yabqa an-nasu fi faqrin. Athara ni yule kiongozi kujichagulia katika mali na vyeo, na kwa wale ambao wanamsapoti na wale ansari wake wanaomnusuru na jamaa zake na ndugu zake, akawakhitaria baadhi ya mali. Hiyo ndio athara. Itakuwepo baada yangu athara, yani viongozi watafanya jambo hilo la kujichagulia baadhi ya mali kwa nafsi zao na kwa jamaa zao. Wayabqa nasu fi faqrin, watu watabakia katika ufakiri. Madha yasnaun, wafanye nini? Hadha dhulmun, hii ni dhulmun. Hadha hukmun bighairi ma anzala Allah, hii ni hukmu kwa isivyo kuwa hukmu aliyoiteremsha Allah. Madha yaqulu ar-rasulu alladhi anzala Allahu ilayhi waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika humul kafirun. Madha yaqulu ar-rasul, anasema nini mtume aliyeteremshiwa aya hii, waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika humul kafirun, wasio hukumu aliyoiteremsha Allah, hao ni makafiri. Madha yaqulu fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, anasema nini mtume sallallahu alaihi wasallam, antum a'rafu bikitabillahi wa a'rafu bidinillahi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa min sahabatihi alkiram. Je, nyinyi mnajua sana tafsiri ya kitabu cha Allah na mnajua sana dini ya Allah kuliko mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na kuliko masahaba wake watukufu. Wa min a'immatil huda, na kuliko maimamu waongofu, fi kulli zamanin wa makan, katika kila zama na kila mahali. Nyinyi mnajua sana tafsiri ya Qur'ani kuliko mtume na masahaba wake. Idhan wa innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha, itakuwepo baada yangu hiyo athara, kiongozi kujichagulia katika baadhi ya mali za Waislamu na kuwapa baadhi ya jamaa zake anaowataka, na kutakuwepo kuna mambo ambayo mtayakanusha nyinyi. Umuru la ya'lamuha illa Allahu azza wa jalla, mambo ambayo hakuna anayejua isipokuwa Allah azza wa jalla. Qalu ya rasul Allah kaifa ta'muru man adraka minna dhalik, masahaba wakamuuliza mtume, ya rasul Allah, unamwamrisha vipi atakayediriki katika sisi mambo hayo, atakayediriki hayo kwamba kuna kiongozi anachukua mali za Waislamu anawapa jamaa zake, yani unamwamrisha vipi atakayediriki wakati huo? Qala tuadduna alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum, nyinyi mtekeleze zile haki ambazo mnawajibika kuzitekeleza na mumuombe Allah zile haki ambazo nyinyi mnastahiki. Tuadduna alhaqqa alladhi alaykum, mtekeleze ile haki ambayo ni wajibu kwenu kuitekeleza na mumuombe Allah hizo haki zenu. Msitoke katika taa ya kiongozi huyo dhalimu, lakini nyinyi mtekeleze haki zile ambazo mnawajibika kuzitekeleza. Mumtii kiongozi, mumsikilize kiongozi, maadam bado hajaamrisha kumwasi Allah, mnatakiwa mumsikilize na mumtii. Sasa nyinyi kama mna haki zenu, mumuombe Allah subhanahu wa ta'ala akupeni haki zenu bila kutoka katika taa ya kiongozi huyo ambaye anawapendelea baadhi ya jamaa zake na kuchukua mali za Waislamu. Haya ndiyo mafundisho na maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikitokea jambo hilo la athara wa umurun tunkirunaha.
ma tadhhabu tusadim wa ta'malu mudhaharat, usende ukapigana na kufanya maandamano. Hal fil islami mudhaharat, kwani katika Uislamu kuna maandamano? Uislamu haujaleta maandamano. Idha qassara fil ma'i inqata yawman qamatil mudhaharat. Kwa mfano kiongozi amefanya taksiri katika maji, yamekatika maji mjini, watu wanasimama na kufanya maandamano. Hatuna maji, hiyo maandamano, wanatoka katika taa ya kiongozi. Alana ad-duwalu tu'ti wama ta'khudhu, nasema sasa hivi nchi hizi dola zinatoa na hazichukui. Aktharu ad-duwali al'an tu'ti lish-shu'ubi wama ta'khudhu minhum illa al-qalil. Sasa hivi nchi nyingi, dola nyingi zinatoa lakini hazichukui kwa raia zao. Qala al'ana tu'ti lish-shu'ubi aktharu ad-duwal, nchi nyingi na dola nyingi zinawapa wananchi wao, wama ta'khudhu minhum illa al-qalil, na hazichukui nchi hizo kwa raia wao isipokuwa kidogo tu. Amma haulai ya'khudhun wa yasta'thiruna bilmal ma yu'tuna shay'an, ama hawa wanachukua na wanakhitari katika mali, hawatoi chochote kuwapa raia zao. Wayufaqirunaha, wanafanya watu mafakiri na nchi kuwa fakiri. Liannahu idha qala akhriju halakatil umma, ukhruju, akisema tokeni katika taa ya kiongozi, umma utaangamia. Liannahu idha qala ukhruju halakatil umma, fama baqiya illa an yurshidahum ila at-ta'aqqul wal-hilmi was-sabri wat-tarayyuth min ajli al-hifadhi ala al-islam wa haqni dima'i al-muslimin wa siyanati a'radihim. Haikubakia isipokuwa mtu ni kuwaongoza Waislamu wawe na akili na wawe na upole na subra, watarayuthi, na kusubiri kwa ajili ya kuhifadhi Uislamu na kwa ajili ya kuzuia damu za Waislamu zisimwagwe, wasiyanati a'radhihim, na kuhifadhi heshima zao. Haya ndio maelekezo ya Mtume SAW, na Uislamu unaamrisha hivyo. Ikiwa kutatokea kiongozi ni dhalim, basi watu wasubiri, watu wafanye upole, watu wangojelee, ili kuhifadhi Uislamu, wahifadhi dini yao, pia wawahifadhi Waislamu wasiji wakauawa, wakanyanyaswa, na kuhifadhi heshima za Waislamu. Tuadduna alhaqqa alladhi alaykum, mtekeleze ile haki ambayo inawajibika kwenu kuitekeleza. Addul haqqa alladhi alaykum, itekelezeni haki ambayo nyinyi mnawajibika kuitekeleza. Watasaluna Allah alladhi lakum, mumuombe Allah ile haki, zile haki ambazo ni zenu mnazitaka. Msende mkafanya maandamano, mkapiga watu, mkavunja maduka eti kwa sababu maji hakuna, petroli imepanda bei. Hakuna Uislamu unaosema hivyo, kwamba mafuta yakipanda tu basi watu wafanye maandamano, wanatoka katika toa ya kiongozi. Kiongozi ndio walioleta bei ziwe juu. Sio hivyo. Waqala lil ansar, Mtume akawaambia Ansar, innakum satalqauna atharatan ba'di, nyinyi mtakuta baada yangu nyinyi hiyo athara, baadhi ya viongozi kuchukua mali za Waislamu. Al-ansar alladhina qatalu ma'hum tabawwa'u ad-dara wal-imana jahadu wa nadhalu wa fatahu ad-dunya. Madha qala lahum? Ansari wale wa Madina, masahaba wa Madina ambao walipigana vita, wakapigana jihadi, wakakhitari dar, nyumba na iman, walipigana jihadi, wanadhalu, wakashinda kwa silaha zao, wakafungua dunia, nchi zikafunguliwa zikawa ni nchi za Kiislamu. Madha qala lahum, Mtume aliwaambia nini hawa? Aliwaambia hivyo, al'ana jaa nasun yaktifuna thimara juhudi al-ansari wal mujahidin, sasa hivi wamekuja watu wanachukua yale matunda ya juhudi za Ansar, masahaba wa Madina na wale muhajirin wa Makka,
aslama kathirun minhum ba'da al-fath, wengi walisilimu katika hao baada ya kufunguliwa mji wa Makka. Minhum Abu Sufyan wa Muawiya, hao wote walisilimu baada ya kufunguliwa mji wa Makka. Wajaa auladuhum barakallahu fikum istatharu bil amwali hadhihi, wakafanya hiyo athara, wakachukua mali hizo. Muawiya radhiyallahu anhu, ma nudkhiluhu fi haulai, hatumtii katika hawa, lakin banu Marwana hasala indahum dhulmun, Banu Marwan ilipatikana kwao dhulma. Wa hasala indahum shay'un min al-istibdad, ikapatikana kwao kitu katika hiyo istibdadi, yani kujitenga kwa rai zao, hawasikilizi maneno ya mtu mwingine. Wakanu yuakhiruna salata al-asri, walikuwa wakiakhirisha salatu al-asri. Wa yuakhiruna salata an awqatiha, hao Banu Marwan walikuwa wakichelewesha sala nyakati zake. Wa hasala indahum khalal, ikapatikana kwao upungufu mkubwa wa dini. Wama hadha, pamoja na haya yote, adrakahumus sahaba, masahaba waliadiriki. Wakanu yasbirun, masahaba hawa wakawa wanasubiri chini ya ukhalifa wa hawa Banu Marwan. Hawakufanya fujo wala maandamano, pamoja na dhulma zote, pamoja na taksiri yote na upungufu wote huu wa dini wa kuchelewesha sala na nini, lakini masahaba hawajatoka nje ya taa ya viongozi hawa madhalimu. Wajau ila Anas, wakaja kwa Anas, waqalu al-Hajjaju yaf'alu wa yaf'alu wa yasfiku ad-dima. Hajjaj bin Yusuf anafanya hivi, anamwaga damu za Waislamu. Wa yanhabu al-amwala, anachukua na kupora mali za Waislamu. Wa yaf'alu, anafanya mambo mengi ya dhulma Hajjaj bin Yusuf alipokuwa ndiyo kiongozi kule Iraq. ashadda min al-hukami al-an, au ashaddu min al-hukami al-an al-Hajjaj. Huyu Hajjaj ilikuwa ndio hakimu mkali zaidi na dhalimu zaidi kuliko hawa viongozi wa sasa. Haulai indahumul anzima, hawa wana nidhamu sawa min ash-sharqi au min al-gharbi, sawa nidhamu hizo zinatoka mashariki au magharibi. Lakin huwa fawdawiyun, lakini Hajjaj bin Yusuf alikuwa ni mtu wa fawdha, mtu wa fujo. Yahkumu bihawahu faqat, anahukumu kwa hawa za nafsi zake tu. Yasfiku dimaa, anamwaga damu. Dhulman, anaua Waislamu kwa dhulma. Qala, walipokwenda kwa Anas bin Malik akawaambiaje? Isbiru, subirini, msitoke katika toa yake kiongozi huu dhalim Hajjaj bin Yusuf. La yati amun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, hautakuja mwaka isipokuwa ule ulio baada yake ni mwaka muovu kuliko huo. Amarahum bisabri, Anas bin Malik as-sahabi al-jalil akawaamrisha Waislamu wasubiri. أخذ بتعليمات الرسول وتوجيهات الرسول التي يعرفها. Anas bin Malik alishikamana na mafundisho ya mtume na maelekezo ya mtume sallam anayoyajua, aliyoyachukua na kuyapokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuwaambia tokeni katika taa ya Hajjaj bin Yusuf, mfanye maandamano, mpige watu, mfanye mpaka mumuue. Hajawaambia hivyo, au mumpendue katika uongozi wake, hajasema hivyo. Isbiru, subirini. La yati amun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, hakuna kiongozi atakayetokea duniani kama alivyotokea huyo Hajjaj bin Yusuf, jinsi alivyokuwa dhalim na kuua watu, kuua dhulman, haitatokea. Lakini Waislamu, masahaba wakawaambia Waislamu, tulieni tu, msifanye maandamano wala msitoki katika taa yake. Haya ndiyo mafundisho ya Mtume sallam, ndiyo mafundisho ya Uislamu. Hajjaj bin Yusuf aliposhika ukhalifa kule Iraq, akaambia watu wa Iraq, nyinyi viongozi waliopita ilikuwa wakiwapa nasaha kwa ulimi, mimi nitawapa nasaha kwa upanga. Ndio nasaha zangu, watu aliwaambia wazi. Si wao nyinyi mwapewa nasaha kwa ulimi, mimi nitawapa nasaha kwa upanga. Sasa hakuna nasaha za ulimi, kata shingo tu.
ndio nasaha zangu. Haki hamsikii sana nyinyi watu wa Iraq. Aliwaambia hivyo, na kweli alifanya hivyo. Sasa pamoja na dhulma hii, Waislamu wakawa na subra, hawakumfuata wakampiga mawe wala kutoka mabarabarani na kuvunja maduka, hatumtaki. Sasa naye hamumtaki rais, mbona mwavunja maduka ya watu? Sasa angalia ukhawarij, nyinyi si hamumtaki rais, mbona mwavunja maduka mkaiba? وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمة ابن يزيد الجعفي alimuuliza mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا. ewe mtume wa Allah, waonaje wakiwepo maamiri, viongozi ambao wanatuomba haki zao na sisi wanatunyima haki zetu? Ikitokea hivyo, inqamat alaina umarau, wakisimama kwetu viongozi, yasaluna haqqahum, wanatuomba sisi haki zao tuwape haki zao, wayamnauna haqqana, na wao wanatunyima haki zetu, fama taamuruna, unatuamrisha nini? Fa'arada anhu, mtume akampuuza huyo. Thumma saalahu, kisha akamuuliza tena, fa'arada anhu, akampuuza. Thumma saalahu, kisha akamuuliza mara ya tatu, fa'arada anhu, mtume akampuuza. Sualun khatirun ma yuhibbuhu, hili ni swali la hatari, mtume hakulipenda swali hili. Sualun sa'bun, swali gumu. Madha yaqulu ar-rasul alayhi salatu wassalam, mtume anasema nini kumjibu huyu sahabi? Fajadhabahu al-Ash'ath ibn Qais wa qala, akamvuta sahabi huu al-Ash'ath ibn Qais na kumwambia isma'u wa ati'u, msikilizeni na muatii hawa viongozi hivyo hivyo. Isma'u wa ati'u, wasikilizeni viongozi na watiini viongozi. Fa innama alayhim ma humilu wa alaykum ma humiltum, kwani wao wana mambo ambayo wamelazimishwa wafanye na nyinyi mna mambo mmelazimishwa muyafanye. Isma'u wa ati'u, wasikilizeni hivyo hivyo muatii viongozi. Fa innama alayhim ma humilu wa alaykum ma humiltum, wao wana mambo ambayo wamelazimishwa wayafanye, ambayo ni uadilifu bila dhulma bila khiana, na nyinyi nanyi mna mambo mmelazimishwa myafanye, ni haya ya kuwasikiliza na kuwatii. يقول الشيخ ربيع قد يفهم القارئ من هذا القول أنه من قول أشعث بن قيس، huenda akafahamu msomaji kwa maneno haya kwamba ni maneno ya Ash'ath ibn Qais. Falau furidha annahu qawlu al-Ash'ath, lau ingekadiriwa kwamba ni maneno ya huu Ash'ath ibn Qais, faqad aqarrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume amemtuliza kwa maneno haya kwamba ni ya sawa, ni maneno ya sawa. Lakini maneno ya mtume si maneno ya huyu Ash'ath, ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Anamwambia isma'u wa ati'u fa innama alayhim ma humilu wa alaykum ma humiltum. Mtume hakuambia hapana, kama ni hivyo basi tokeni sasa mfanye maandamano mabarabarani mvunje maduka, hakuambia hivyo. Na alimuuliza wazi, viongozi ikiwa wanatunyima haki zetu tufanye nini? Watuamrisha nini? Ikiwa viongozi wao wanataka haki zao tuwape, lakini wanatunyima haki zetu, sisi tufanye nini? Watuamrisha vipi? Isma'u wa ati'u, wazi, wasikilizeni hivyo hivyo viongozi wenu, watiini hivyo hivyo, kwani wao wana mambo ambao wamelazimishwa kufanyieni, na nyinyi mna mambo mmelazimishwa muwafanyie viongozi. Kwa hiyo tekelezeni amri hii ya Allah. قال الشيخ وأنتم تعلمون أن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. ikiwa ni maneno ya huyu Ash'ath ibn Qais, sunna hadithi ni maneno ya mtume na vitendo vyake na uthibitisho wake. Kwa kama ni maneno ya Ash'ath, mtume amemthibitisha maneno yake kwamba ni ya kweli, hakumpinga. Pia inaitwa sunna, inaitwa hadithi. Takriri ya mtume pia inaitwa hadithi. Walakin jaa min tariqin ukhra
بعد هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. imekuja kwamba ni maneno ya mtume. Haya ni maneno ya mtume. Imekuja kwa njia nyingine baada hii kwamba mtume alisema isma'u wa ati'u, kumjibu huyu, wasikilizeni na muwatii viongozi, fa innama alayhim ma humilu, kwani wao wana mambo ambayo wamelazimishwa wakufanyieni, wa alaykum ma humiltum, na nyinyi mna mambo mmelazimishwa muwafanyie viongozi. Kaifa umarau yasaluna haqqahum wa yamnauna haqqana, vipi viongozi wao wanatuomba haki zao na sisi wanatunyima haki zetu. Warasulu ya'ridhu kulla ma sa'alahu au yu'ridhu kulla ma sa'alahu, mtume anampuuza kila anavyomuuliza hivyo sahabi, mtume anampuuza. Ma aajabahu hadha sualu, mtume halikumfurahisha swali hili, ndio maana akawa anampuuza, hamjibu mara 3. Limadha? Liannahu yuaddi ila alfitan, swala hili linaleta fitna. Kama swali hili wanaulizwa makhawariji wangesemaje? Tokeni katika toa yake bwana, nendeni chukueni japo fimbo mtoke barabarani, maandamano. Makhawariji wangejibu hivyo, lakini mtume hakujibu hivyo. Isma'u wa ati'u fa innama alayhim ma humilu wa alaykum ma humiltum. فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وحديث أم سلمة دليل nyingine, hadithi ya Umm Salama, la ma sallu, msitoke katika toa yake muda wa kwamba wanasali. La ma sallu ta'rifun wa tunkirun faman arifa faqad bari wa man kariha faqad salim walakin man radiya wa taba'a. Muda wa kwamba wanaswali viongozi hao, msitoke katika toa yao. Taarifun, na wajua, watunkirun, na kanusha mambo yao. Faman arafa faqad bari, mwenye kujua ameepukana. Wa man kariha faqad salim, mwenye kuchukia moyoni mwake amesalimika. Walakin marradhiya wa taba, lakini mwenye kuridhia akafuata maelekezo haya ya Uislamu. Fa anta idha ankarta biqalbik, wewe unapochukia kwa moyo wako maasi au maovu ya kiongozi au dhulma zake. Qala Muslim ba'dahu, man kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi, mwenye kuchukia kwa moyo wake akakanusha hayo kwa moyo wake. Faja'ala Muslimun al-inkara bilqalbi walkarahiyata bilqalbi, araftum hadhihi hal. Huyo Muislamu ni kukanusha kwa moyoni na kuchukia kwa moyoni bila kutenda vitendo vyake, na kushika mapanga na mawe akawapiga mawe viongozi. Ni kuchukia. Kama kiongozi ni dhalim, kiongozi ni kadha, mtu achukie moyoni, asifurahike. Naam, hakuna atakayefurahika dhulma, lakini achukie moyoni mwake, asidhihirishe ukhawariji akatoka katika taa ya viongozi na kufanya maandamano na migomo kazini. Yote haya ni kumwasi viongozi. Uislamu haujaleta maandamano, haujaleta migomo kazini. Uislamu umeleta subra, isbiru, isma'u wa ati'u, ndio Uislamu. Sababu tuna maslahi mengi, mara kwa mara narudia, Waislamu wana maslahi mengi kwa viongozi wao, iwe ni Waislamu viongozi au ni makafiri, bado Waislamu wana maslahi mengi. Wana uhuru wa ibada, wanafanya ibada zao, da'wa zinaendelea. Hakuna dai aliyonyanyaswa akaambiwa usifanye da'wa katika msikiti, hakuna, si ndio? Maslahi makubwa yalionao Waislamu kwa viongozi hawa. حديث آخر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، mwenye kuona katika nyinyi munkar au badilishe au uondoshe munkari huo kwa mkono wake, ikiwa anaweza. Na haya ni viongozi ndio wanaoweza kuondosha munkar kwa mikono yao, wakafunga baa, wakafunga nini, viongozi wana uwezo huo. Fa illam yastati, asipoweza, fabilisani, ni kwa ulimi wake, awakataze watu munkar, kufanya munkar, maasiya. Ana uwezo wa ulimi, hana uwezo wa mikono, atoe da'wa kwa ulimi wake na kukataza munkar.
wa illam yastati, asipoweza fabiqalbihi, ni kwa moyo wake, wa dhalika adhafu liman, na hilo la kuondosha munkar kwa moyo wake na kuchukia, hilo ni dhaifu sana katika imani. Al'an al'alimu mathalan ma yunkiru ba'd al-ashya, asema hivi sasa kwa mfano mwana wa chuoni haondoshi baadhi ya vitu, imma khaifun, imma anaogopa, imma shay'un akhar, au ni jambo jingine, lakin kariha biqalbihi, lakini amechukia kwa moyo wake. Viongozi wanachukia mambo yanayotokea ya maasiya wa maulama wanachukia mambo yanayotokea ya maasiya katika nchi zao, maasi ya miziki si nini, wanachukia maulama, si kwamba wanafurahika. Sasa wasiposema wanaambiwa ni amil, jasus, mujamil, mudahin, ila akhiri hadhihi litihamat, mpaka mwisho wa tuhuma hizi. Msione kwa maulama walioko kule Saudia au nchi nyingine wanafurahika, nchi zile za Kiarabu ambazo zina maasi sasa hivi, wale maulama si kwamba wanafurahika, hawafurahiki, lakini wanaogopa kutoka katika taa ya kiongozi, ni maasiya. Na wao wakianza maulama, ujue waislamu wote sasa kule watatoka katika taa ya viongozi, wende maandamano sasa, kama kule ilivyotokea kule Cairo. Sivyo, ni maasiya. Kwa siku maulama wanafurahika, lakini wakinyamaza wanaambiwa hawa ni amili, wametumiwa na serikali, ni majasusi, wanafanya mujamala, wanafanya mudahana, mpaka mwisho wa tuhuma hizi ambazo wallahi ma akhadhuha illa anishuyuiyin. Sheikh Rabi asema, na hapa kwa Allah hawajazichukua tuhuma hizi isipokuwa wale makomunisti, ndio wanaoleta tuhuma hizi kwa maulama. Lakini kama mtu unajua sheria ya Kiislamu na hukumu, huwezi ukawatuhumu maulama kwamba eti wanafurahika wako pamoja na hao viongozi wanaoleta maasi katika nchi zao. Huwezi ukasema hivyo kama kweli unajua sheria. Lakini wananyamaza ili waislamu wasije wakatoka katika taa ya kiongozi ikawa ni faudha. Waislamu sasa wanauawa, wanawake wananyanyaswa, wanaogopea hivyo. إذن هذه أساليب الشيوعيين، وهذه أساليب ليست أساليب مسلمين. njia hizi wanazotumia sio njia za Waislamu. Njia hizi, tuhuma hizi mbaya na maandamano na migomo, hizi sio njia za Waislamu. Hadhihi asalibu shuyuiyin wathawriyin walba'thiyin walqaumiyin walahzabi dhalla. Hizi ni njia wanazotumia wale shuyuiyin, makomunisti na thawriyin au makhawarij na ba'thiyin na qaumiyin na vile vikundi vilivyopotea, ndivyo wanazotumia njia zao hizi za kutuhumu maulama na kutusi maulama na maandamano na migomo. Hizi sio njia za Uislamu kabisa. Kaifa yakbalu biha shabu almuslim, vipi anazikubali njia hizi? Kijana muislamu anazikubali njia hizi? Hizi si njia za Uislamu. Ulamaul Islam wa ahlul haqqi wa ahlus sunnati wal jamaa almutamassikuna bitawjihati rasulil karim, maulama wa Uislamu na watu wa haki na watu wa sunna wal jamaa wenye kushikamana na maelekezo na mafundisho ya mtume huyu mtukufu, mithla hadha wa mithla taqrirati a'immati al-islam, na mfano wa ripoti za wale viongozi wa Uislamu, mithla Malik wa Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa ghayrihim, al-Auza'i wa Thawri. كل هؤلاء عاصروا يعني حكومات عندها أخطاء وعندها انحرافات. hawa maulama hawa, maimamu hawa nne, wote waliishi katika serikali ambazo zina makosa na zina upotevu mwingi. Wote hawa waliishi katika ahadi hizo. Hawa maulama hawa, alimamu Malik, alimamu Shafi, alimamu Ahmad na wengineo katika salaf, wote waliishi katika zama hizo za viongozi hao wapotofu na wenye makosa na upungufu mwingi wa dini. Wa aslan madha jara fi ahdi al-imam Ahmad, ilipitika nini katika zama za Imamu Ahmad alipokuwa yule kiongozi ni Mu'tazili, ana itikadi ya itizali ya kwamba Qur'ani imeumbwa
na kuwalazimisha waislamu wawe na itikadi hiyo. Mpaka Imamu Ahmad akafungwa wakati wa ndani kwa sababu hakukubali itikadi hiyo ya upotofu kwamba eti Qur'ani imeumbwa. Hasa kiongozi khalifa wao alikuwa akisema itikadi hiyo na kulazimisha waislamu wote na wa itikadi hiyo. Imamu Ahmad akakubali kufungwa, lakini hajasema kwamba jamani waislamu mlio nje fanyeni maandamano, mimi nimefungwa nimetiwa ndani. Subirini tu. Daulatu ta'tili sifati ilikuwa ni dola la kupinga sifa za Allah, ila madhhabi Jamin, mpaka madhhabu ya Jam bin Safwan. Madhhabu Jamin indahum kufrun, madhhabu ya Jam bin Safwan Jamia kwao ni ukafiri. Alqawlu bi khalqi alqur'ani kufrun inda Ahmada, kusema kwamba Qur'ani imeumbwa ni ukafiri kwa Imamu Ahmad. Wa inda ahli alhadith, na kwa watu wa hadithi, fi dhalika alwaqt, katika wakati huo. Lakini hivyo hivyo Imamu Ahmad akakubali kufungwa na waislamu wakasubiri hivyo hivyo, pamoja na kwamba ni ukafiri aliofanyiwa Imamu Ahmad wa kufungwa na kulazimishwa kusema eti Qur'ani imeumbwa. Kanatil hukuma tad'u ila al-kufr, serikali hiyo ilikuwa ikilingania ukafiri. Maa dhalika yuriduna an yukhriju au an yakhruju, pamoja na hivyo wanataka kutoka. Fayabali Imamu Ahmad, waislamu wanataka kutoka katika toa ya khalifa. Al-Imamu Ahmad anakataa, wakala na kusema hadha fihi fasadun wa fihi dhararun ala almuslimin, jambo hili la kutoka katika toa ya kiongozi lina ufisadi na lina madhara kwa waislamu. Fazajarahum, Al-Imamu Ahmad akawakataza waislamu kutoka katika toa ya kiongozi. Kaifa Ahmad jaban? Al-Imamu Ahmad ni muoga? Al-Imamu Ahmad amil, anatumiwa na serikali? La, sio hivyo. Ni kufuata nini? Maelekezo ya Uislamu, maelekezo ya Allah na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini leo vijana wakaambiwa nenda kajilipue, ajifunga mabomu inajilipua. Wapi Uislamu wa kujilipua? Kuna Uislamu huo? Kuna hadithi inayosema hivyo? Kiongozi wakiwa dhalim, kiongozi wakiwa kafiri, jifungeni mabomu mjilipue. Hadithi gani? Aya gani? Mwana wa chuoni gani kasema hivyo? Basi tu upotevu. Watu hawajasoma dini halafu wanatoka kwa hamasa. Dini sio hamasa, dini ni kusoma ukajua Qur'ani inasema nini, hadithi za Mtume zinasema nini, ndiyo dini. Hakuna dini ya hamasa, ya ujinga. Hamasa ni ujinga. Kwa makhawarij hawana elimu ya dini, ndiyo maana hamasa zao zile za povu la soda, inaitwa nini, nguvu za soda za Coca-Cola. Kwa hiyo waislamu wanatakiwa wasome, wajue manhaji yao, Allah anasema nini, Mtume anasema nini. Huu ndio Uislamu. Hamasa nzuri ni za kusoma, sio hamasa za ujinga na kupiga watu na kunyang'anya watu wa tuktuk pesa zao. Allahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.